Kwa kinachotugharimu hapa ni kwamba deni ni kama tunaliona nusu au tunaliona zima, lakini hatujui kwamba tuna mkataba huu wa Bi Martha tumempa, lakini kila mmoja huku kwenye uvungu anajiuliza vitu hivi vilikuja. Mwingine anasema jamani, kwetu tuliziona na pazia zipo. Je, ndio zilikuwa za Bi Martha? Hakukuwa na mtu mwingine anayeleta pazia? Je, ni kithibitisho ni nini sasa cha Bi Martha kulipwa? Na anasema malipo yake yalikuwa kwa mkono. Sasa hilo ndilo ambalo linaleta tabu. Sasa nini kinafanyika? Tumekwisha muelekeza mganga mkuu kuhakikisha kwamba anafanya haraka uchunguzi wa haya yote, pamoja na vile vithibitisho vyote ambavyo wewe unaweza kuwa umekwisha peleka, ili pale unapostahili ulipwe pesa zako. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, usije ukakubali kufanya biashara na serikali pasipo nyaraka. Si umeelewa mpaka hapo? Mtu na mtu wanakopana hela, watu na mtu wanakopana hela. Wanaweza kukopana hela kwa sababu ya utaratibu wao, lakini kwenye serikali hata ingekuwa ni shilingi 500 inatoka kwa nyaraka. Umefanya kazi na serikali, cha kwanza uambie nipeni mkataba. Siku hizi cha kwanza tunatangaza tenda kwenye mifumo, wanakuja watu wengi, anashinda mmoja. Cha pili, tunaanza kumtathmini aliyeshinda. Je, huyu evaluation itasema ni kweli na huu uwezo? Cha pili. Cha tatu, kama ni mradi mkubwa tunamwambia awasilishe baadhi ya nyaraka zikae kama dhamana ya kuweza yeye kufanya mradi huo. Cha nne, tunakwenda sasa kumwawadi mkataba wa kufanya kazi. Cha tano, tunamwambia malipo yote yatawasilishwa kwa njia ya account, na kama kuna malipo, vitu vyote wewe unaleta kwetu vitaletwa kwa njia za ushahidi kwamba umeleta kwenye leja, tumesaini kwa pamoja, tumepokea. Mwisho wa siku tunasema hili ndilo deni halali. Kwa tunapohakiki deni, wewe kwako imekuja kuonekana kuna baadhi ya nyaraka za uletaji wa hizo bidhaa hazipo. Nini sasa tunakuja kukihitimisha? Kwamba inawezekana wewe au wale wa mwanzoni, inawezekana kati yetu sisi mmoja wapo anaweza kuwa ulikuwa ni mradi binafsi ambao mwisho unapelekea kufilisi fedha ya umma, na ndio maana nyaraka zinakosekana. Lakini mbili, inawezekana hamkuambiana ukweli, kwa sababu mimi hata nikitaka kumchukulia hatua yule kule lazima nimchukulie hatua kwa nyaraka. Si kama tunaona mpaka. Ndio. Umeelewa vizuri mpaka? Kwa hiyo Bi Martha, cha kwanza ni kwamba mganga mkuu, fanyia kazi haraka jambo hili. Nyaraka zote ziwasilishwe, na mama na mimi nakuomba uwasilishe nyaraka hizi, na kama hauna uwe tu muwazi kwamba mimi hizo nyaraka moja wapo sina kabisa. Si ndio maana yake? Ndio. Ili sasa tuweze kuona tunafanyaje katika ukosekanaji wa nyaraka, kwa sababu hii ni serikali. Mganga mkuu kesho yupo, kesho kutwa hayupo. Yule mwingine hayupo, yule mwingine hayupo. Naomba niwaambie Watanzania, kwa clip yangu iliyoruka siku ya tarehe 8, ni kweli nilikuwa nadai hapa amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Wengi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa, lakini nashukuru kwamba amana yenyewe wameniita hapa na kunikutanisha na mkuu wa mkoa, na akanielewesha vitu gani ambavyo vinatakiwa vifuatiliwe kwenye hizo nyaraka ili mimi niweze kulipwa. Kama vitakuwa vimekaa sawa, basi nitalipwa hela yangu. Kwa hiyo naomba Watanzania mjue hivyo, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa ushauri nilioupata, na kwa nyinyi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mlikuwa mnamuamini kama ni mtu ambaye atatoa uamuzi wenye haki. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa hilo, kwa uamuzi wake. Nimeshukuru kwa kweli. Na kama ulivyoona jinsi ambao tumekutana na Bi Martha, leo ni mara ya pili. Siku ya jana tulikutana naye na leo tumekutana naye chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, na tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweka viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Zaidi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameeleza ya kwamba wazabuni wote wanaozidai serikali na taasisi yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana basi wasisite kuleta nyaraka zao na taratibu zitafanyika, na kama wataona wanakwama basi wasisite kufika katika ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, watapata msaada, na wakiona hayupo basi kuna mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine ambazo
sisi zinatusimamia kwa karibu. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo mmepokea jambo hili na jinsi ambavyo mmetutumia jumbe na kusema Amana mbona hamtendi haki. Tunaomba chukue fursa hii kusema yale ambayo Mama Bi Martha ameyasema, huo ndio uhalisia. Hatuwezi kufafanua zaidi kwa sababu tayari mwenyewe amesema kile ambacho kimeelezwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na yeye mwenyewe ameelewa, na naamini atakuwa balozi mzuri kwa kwamba wale wote ambao wanatamani kufanya kazi na taasisi za umma basi wawe wameweza kukidhi vigezo ambavyo vinatakikana, waweze kuhakikisha kwamba wanapowasilisha bidhaa zao basi zinahakikiwa, nyaraka zote zinakuwepo na wanadai na wanalipwa kwa wakati.